Bwana, ni mimi kazi yangu ni kukuletea taarifa za motomoto, yani zile taarifa za motomoto, taarifa ambazo huwezi kuzipata sehemu yoyote zaidi ya hapa kwenye channel yako pendo ya Ngereza TV. Unamjua Jonathan Soa? Unamjua Jonathan Soa na Cristovao Presencians Mabululu. Unajua shambuliaji wawili? Wote walikuwa wanacheza wote walikuwa wanacheza Libya by the way. Lakini ni moja ya wachezaji bora sana kwenye mpira wa Afrika. Jonathan Soa kwa sasa anacheza kwenye kikosi cha Singida Black Stars na mpaka sasa amefunga mabao 11. Amefunga mabao 11. Sasa kuna namna Simba wanataka kufanya. Simba wameanza, kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba Simba wameanza mazungumzo ya siri na Jonathan Soa, na ambacho anataka kukifanya ni kuwageuka Yanga ambao wanamhitaji zaidi Jonathan Soa. Na kama unakumbuka, Jonathan Soa aliwahi kusema kwamba ana mahusiano mazuri sana na Engineers na kwake anamuona kama baba, lakini hakuna wachezaji wa kuamini kama wachezaji ambao hutaki kuamini kama wachezaji wa Ghana. Yaani wachezaji wote kutoka Ghana sio wachezaji wa kuamini. Ni wachezaji ambao mara nyingi huwa wao pesa ndio ambazo wanaziweka front. Na hicho ndio kitu ambacho kinawasaidia Simba na kinaweza kuwafanya wamchukue Jonathan Soa kutoka pale Singida Black Stars na kumleta kwenye kikosi cha Simba. Kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba Jonathan Soa hajasaini mkataba wote na Yanga, lakini pia kwenye mkataba wake na Singida hakuna sehemu ambayo inamlazimisha yeye kubaki Singida ama inamlazimisha kupelekwa sehemu fulani. Na kizuri ni kwamba kwa taarifa ambazo nimepata, na hizi nimezipata upande wa Jonathan Soa. Yes, nimezipata kwa upande wa Jonathan Soa. Sijazipata kwa upande wa Simba au sijazipata kwa upande wa Yanga au kwa upande wa Singida. Hizi taarifa nimezipata kwa upande wa Jonathan Soa. Nimepata taarifa kwamba kwenye mkataba wake na Singida, hata kama Singida itaamua kumpeleka kwa mkopo, lakini mpaka yeye akubali kwenda kwenye hiyo timu. Asipokubali kwenda kwenye hiyo timu, maana yake hawezi kwenda kwenye hiyo timu. Lakini akiamua kutaka kuondoka Singida, ana uwezo wa kuondoka kwenye timu ambayo yeye anaitaka, ila sio kuuzwa kwenye timu ambayo yeye haitaki. Kwa mfano, yani na aliweka vipengele kwa sababu yanachokifocus zaidi kwake ni pesa. Sasa hiyo inawasaidia vipi Simba? Simba wanamtaka Jonathan Soa, Yanga anamtaka Jonathan Soa, lakini kwenye ule mkataba ni kwamba hakuna sehemu inaombana Jonathan Soa kwenda kusaini Yanga kwenye mkataba uliopita. Lakini Singida haiwezi kumuuza Jonathan Soa kama yeye mwenyewe hawezi kukubali. Maana yake ambacho nataka kufanya ni kwamba Simba wao watamuongezea pesa Jonathan Soa. Halafu Soa atatumia hiyo pesa kwenda kujiunga na klabu ya Simba na si Yanga. Nimeambiwa kwamba Simba wamemwahidi kumpa pesa nzuri sana ya usajili, lakini pia mshahara mzuri ili tu akamwage saini pale Simba. Na yeye yuko tayari kwenda kucheza Simba kama watampa pesa ambayo wanahitaji. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba wamebakisha sehemu ndogo tu ya mazungumzo. Na hiyo sehemu ndogo ya mazungumzo ambayo imebaki ni sio swala la mshahara, ni swala la vipengele ambavyo yeye ameviweka, kwa sababu anaamini kwamba ni mfungaji mzuri. Kwa hiyo anataka kuwepo na vipengele kwamba akifunga magoli fulani kuna kiasi fulani cha pesa kinaongezeka, akitoa assist fulani kwa kiwango fulani cha pesa kinaongezeka. Kwa hiyo kuna vitu fulani hivi anataka viwepo kwenye mkataba wake. Sasa wakikubaliana kwenye hivyo vitu, maana yake Jonathan Soa atatoka Singida, ataenda kujiunga na klabu ya Simba na sio klabu ya Yanga. Na hii ni counter attack nyingine ambayo Simba wanaifanya kwa Young Africans. Walifanya hivyo msimu uliopita kwa Yusuf Kagoma. Kagoma alishasaini mkataba wa awali na Yanga, lakini wakaja wakapindua meza, wakampata Yusuf Kagoma. Na this time around pia wanataka pia kupindua meza, wampate Jonathan Soa kupitia mgongo wa Singida, ingawa Yanga wanaamini kwamba wao wanaweza kwenda kumpata Jonathan Soa kirahisi zaidi. Narudia tena kukuambia, hizi taarifa nimezipata upande wa Jonathan Soa. Maana yake wale wao ndio wanajua nini ambacho wanakifanya. Maana yake wale wanajua kitu gani ambacho wana focus nacho na wanajua nini ambacho wamekifuata Tanzania. Wajua kwenye timu zetu hizi kuna hao viongozi wa Simba Yanga. Sometimes unapata taarifa ikawa ya uongo labda. Lakini upande wa mchezaji ukiwa ukikupa taarifa, maana yake hiyo taarifa ni kweli. Ina maana sasa hivi Soa anachosubiri tu ni Simba kukubali kile ambacho anakihitaji.
Akikubali manake ataondoka kwenda Young Africans, kwa sababu Yanga wamerelax, hawajazungumza naye chochote, lakini wao wanaamini kwamba ukaribu wa Engineer Harris na Soa unaweza kumfanya unaweza kuwasaidia kumpata kirahisi, lakini wanaamini kwamba mahusiano yao mazuri dhidi na Singida Black Stars wanaweza kumpata Soa kirahisi zaidi. Kwa nini inakuwa hivi, na pengine unajiuliza ataondokaje Singida Black Stars? Iko hivi, Soa kwenye mkataba wake na Singida kuna kipengele kwamba kama ataweza kununua mkataba wake muda akitaka kuondoka, basi atanunua mkataba wake, ataondoka. Maana yake inawezekana pesa ya usajili ambayo atatoa Simba akaitumia yeye kwenda kununua mkataba wake ndani ya Singida Black Stars, halafu akaondoka zake kwenda kujiunga na klabu ya Simba. Na hivyo ndivyo ambavyo movie inachezwa. Na of course tunajuaga Simba mara nyingi kwenye kucheza movie kama hizi kwenye usajili sio watu wa kitoto. Yani wakiamua kucheza movie wanaicheza vizuri kweli kweli. Yani wanaicheza kwenye mazingira ambayo hata wewe ambaye uko nyumbani au wewe ambaye uko karibu na timu huwezi kuelewa. Na mpaka mchoro unaokuambia hata Singida wenyewe hawajui kama mchoro unachorwa. Maana yake wachezaji wa Ghana na Nigeria ni wachezaji ambao ni wataalamu sana kwenye mikataba. Ni wachezaji ambao mara nyingi wamekuwa wanafocus zaidi kwenye pesa, na ndio maana mara nyingi hata madraft yao ya kuhama timu moja kutoka timu moja kwenda timu nyingine huwa wanatumia akili kubwa sana. Yaani mnaweza kaa nyie mnammiliki mchezaji lakini msijue, mnashangaa tu siku amekuja mezani kwenu, amewapa pesa yenu ya usajili, amewapa kila kitu chenu, anawaambia mimi naondoka. Sasa Singida pia hili hawalijui. Mimi ndo nitawasanua kwa sababu taarifa ataanza kuisikia hapa. Lakini issue ni kwamba tayari kuna mpango wa siri wa Simba kumchukua Jonathan Soa kwenye mikono ya Young Africans. Lakini Simba malengoni kuboresha pia safu yao ya ushambuliaji. Na mpaka sasa Jonathan Soa yuko kwenye listi na mazungumzo yanaendelea vizuri kabisa. Mwingine kwa taarifa ambazo nimezipata kutoka upande wa Jonathan Soa, mwingine ni Cristovao Presensians Mabululu kutoka Al Ahly Tripoli ya pale Libya. Ni moja pia wachezaji ambao wanatajwa kujiunga na klabu ya Simba mwishoni mwa msimu huu. Na ukumbuke pia Steven Dese Mukwala anatajwa pia kuondoka kwenda kujiunga na klabu ya Kaizer Chiefs ya pale South Africa. Maana yake kuondoka kwake kwa Steven Dese Mukwala kunatoa room ya Simba kuongeza pia washambuliaji wengine. Na pia Lionel Ateba inatajwa kwamba pia ataondoka mwishoni mwa msimu huu. Maana yake hawa washambuliaji wawili ya Jonathan Soa na Cristovao Presensians Mabululu ni moja wa washambuliaji ambao wanatajwa kwenda kujiunga na klabu ya Simba kwa msimu unaokuja. Sasa imagine una Faisal Salum, una Jean Charles Ahoua, una Cristovao Presensians Mabululu, halafu una Jonathan Soa. Unataka nini? Simba wapi, kombe gani Simba atashindwa kulipata msimu unaokuja? Wapi Simba atashindwa kwenda kuingia na kupata alama 3? Mchezo gani ambao Simba ataenda kupata shida? Mchezo gani? Kwa kikosi hiki walichonacho, wana uwezo wa kumgaragaza na kumkanda yoyote yule ambaye atakuwa yuko mbele yao. Na kwa performance ya Simba jinsi ilivyo na jinsi ambavyo nawajua Simba, kuna uwezekano mkubwa sana wa wao kwenda kuwashangaza watu mwishoni mwa msimu huu. Lakini mpaka hivi sasa Mabululu ni mmoja wa wachezaji ambao wanatajwa kwenda kujiunga na klabu ya Simba. Ni mmoja wa washambuliaji bora na tishio sana kwenye kosti ya Simba kwenye bara hili la Afrika, na kwa msimu huu amehusika kwenye takribani mabao 18 akiwa na klabu ya Al Ahly Tripoli. Kwa maana hapo mabao ya kufunga lakini pia na assist. Maana Mabululu ni mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kufunga. Imagine anakuja kucheza dhidi na Soa ambaye ameingia dirisha dogo tu kwenye klabu ya Singida Black Stars, lakini amefunga mabao 11 akiwa na Singida Black Stars, na bado amebakisha michezo miwili kukamilisha msimu huu wa 2024-2025. Maana yake kuna uwezekano mkubwa Jonathan Soa akafunga mabao zaidi ya hayo 11 ambayo ameyafunga mpaka sasa. Ina maana kuna uwezekano akamaliza msimu akiwa hata na magoli 13 au 14 au 15. Chochote kinawezekana kwa sababu kwenye hizo mechi mbili za mwisho anaweza kapiga hata hat-trick mechi mbili zote, maisha yakaendelea. Au anaweza akafunga zaidi ya mabao 11. Maana yake